Makumi ya wenyeji eneo la Kilgoris wamefukuzwa makwao kutokana na mzozo kati ya jamii mbili eneo hilo kuhusu mzozo wa shamba. Mwanahabari wetu Tobias Meso tayari amefika katika eneo hilo tujuze kinachojiri, na pia tunaungana naye kwa njia ya moja kwa moja. Labda shughuli hii imefikia wapi na ni nini haswa kiini cha mzozo huu ambao umekuwa ukizuka katika jamii hizi mbili? Meso? Mali nilipo hivi sasa iko mali inaitwa Kilgoris, na wakazi kutoka maeneo ya Ratik katika wadi ya Lolgoria na Gatabarikoi katika kaunti ya Narok waliweza kufurushwa kutoka makazi yao kufuatia mapigano mapya kati ya jamii mbili. Na katika ghasia hizo zaidi ya nyumba 30 katika Transmara Kusini zimeripotiwa kuchoma moto, na huku idadi kubwa ya watu wakijeruhiwa. Mamia ya wakazi wamelazimika kukimbilia shule zilizo karibu, ikiwemo shule ya msingi ya Sankale Comprehensive kutafuta hifadhi ya muda. Hivi sasa ninaelezwa kwamba chanzo cha mzozo huo kinasemekana kuhusiana na mgogoro wa ardhi, ingawa maafisa wa usalama bado hawajatoa tamko rasmi. Na hivi sasa bado nafuatilia ili kuweza kupata tamko hiyo. Na kufikia sasa watu 4 wanaripotiwa kupoteza maisha, huku mali ya thamani isiyojulikana ikiharibika. Na hapo siku 3 baada ya hali ya utulivu ilikuwa imerejea kwa muda katika eneo pana la Gatabarikoi, na wakazi wameanza tena kukimbia kuokoa maisha yao, na ni hali inayozua hofu kwa sababu maisha ya kawaida yameweza kuathirika, na iwapo hatua za haraka zitachukuliwa inaonekana itakuwa mbaya zaidi. Na wakazi niliowasiliana nao hapo awali wanasema wanakabiliana na changamoto kubwa, ikiwemo ukosefu wa chakula, na wanaomba serikali kuingilia kati haraka ili kuweza kuhakikisha kwamba haki kwa wanawao pia wanaodaiwa kuuawa kwa silaha za moto zimefuatiliwa. Na Ruga hivi sasa niko kufuatilia mambo haya katika upande wa Transmara, na nitaweza kuelezea taarifa zaidi pindi nitakapo pata habari zote kamili. Kwako studio. Naam, asante sana Toby Meso. Bila shaka mtazamaji, hiyo ndio taswira kamili katika eneo hili la Transmara, na taarifa ambazo tumekuwa tukiziangazia kwa kina kuhusiana na migogoro inayozuka mipakani, hususan katika maeneo kame. Kumbuka kwamba mtazamaji, taifa la Kenya sasa linaingia kwenye taabu hili na pia janga la ukame, ikiingia msimu wa Krismasi na sasa mwezi wa Januari. Na bila shaka ni taarifa ambayo tutazidi kukupasha kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu za NTV.